Katika jamii nimejikita sana katika swala zima la afya ya akili hasa kwa wanaume katika jamii. Mbona kwa wanaume pekee? Kwa sababu nimegundua kwamba wanaume hawafikiki kwa urahisi. Na wanaume hawafikiki kwa urahisi na ni wagumu sana kujieleza. Jinsi yao ni kwamba huwekelea kila jambo kwa kifua. They put it in their heart na wanabeba tu, na pia katika ile hali jinsi watu walivyokuzwa, maadili na jamii na tunaita socialization, wamekuwa socialized kwamba mwanamume asionyeshe hisia, asionyeshe kinachomuuma ama kinachomfurahisha. Kwa tunaambiwa kwamba mwanaume ni kuvumilia na kufa kikondoo. Wanasema mwanamume ni kuvumilia, kufa kikondoo, kufa kisabuni. Na mpaka sasa sijajua sabuni inakufa vipi. Unavumilia sabuni sijui. Sasa kwa sababu hiyo na malezi hayo, hata mtoto mdogo anaambiwa wewe usililie, wewe ni mwanamume. Mtoto mdogo sana chini ya miaka 5. Kwa hivyo katika subconscious ya mwanamume kumeingia ile taarifa kwamba usijieleze, usieleze na usionyeshe hisia zako. Hivi kwamba hata wengine wanapojikuta wameeleza hisia zao wanaanza kujilaumu. They start feeling guilty. Ambayo pia ile guilty conscience ni mental health issue. Ina affect afya ya akili. Ukiwa unajilaumu kwa muda mrefu, unaanza kuwa unaugua swala la afya ya akili. Na sasa hawa wanaume ambao umeamua kuwafuata, kuzungumza nao, sasa umesema kwamba wanaume ni vigumu kupatikana. Wewe umepata njia gani ya kuwafikia? Tumeanza mkakati ya kuwatembelea, tunaita afya ya akili kwa wanaume mtaani. Na hili ni vuguvugu ambalo tumejaribu kuanzisha hapa mjini Voi kwa mfano. Tumekuwa nalo pale Kariakoo na tunaendelea katika mtaa mingine. Na vile vile nimekuwa nikishughulika sana na makundi ya kanisa. Na niseme nimefaulu sana katika kufikia wanaume katika huo mkakati wetu wa kufikia wanaume afya ya akili wanaume mtaani. Nimefikia Catholic Men Association, nimekuwa na vikao 2-3 ambavyo niseme vimefaulu sana. Kwa kiwango kidogo pia nimekuwa na Kenya Anglican Men Association. Tulikuwa na kikao kidogo pale Sofia katika kitambo kidogo. Na vile vile nimekuwa nikifikia vijana wa kiume katika mikakati fulani. Kuna kikundi kinaitwa Okoa Boy Child Initiative. Tumekuwa tukishughulika nacho, hivi karibuni tumekuwa na uhusiano wa karibu kujaribu kufikia vijana ili tuanze kuwahamasisha kuhusu matarajio ya jamii kwa vijana wetu wa kiume. Tukiona kwamba wanaume ndio wanalemewa sana na swala zima la msongo wa mawazo, hasa ukiangalia idadi ya watu wanaojitoa uhai katika maeneo haya. Wanaume wamekithiri sana katika hali ya kujitoa uhai. Wanaume wamekithiri sana katika hali ya kutumia madawa ya kulevya, kujitibu. Mara kwa mara wanaume wanatumia pombe na madawa ya kulevya kujitibu kutokana na msongo wa mawazo. Na hilo pia limenielekeza kujitwalia jukumu la kuwa mtetezi ama najiita campaigner wa kutotumia madawa ya kulevya, campaigner against substance abuse. Na kuna shirika ambalo tumelianzisha bado halijapata nguvu sana, linaitwa Society Against Substance Abuse, na tunataka kuanzia katika mashule na vijijini, kwa mashule na vijijini tukitoka na kufikia jamii pana. Tumegundua kwamba vijana wengi wanajikuta katika swala zima la madawa ya kulevya wakiwa mashuleni. Kwa hivyo tunataka tuanzishe hamasa katika mashule na vyuo ili hawa wawe ndio chanzo cha kusambaza ujumbe huu katika jamii.